Hivi nakumbusha kuwa unakabiliwa na changamoto la kisukari, shinikizo la damu au kiharusi au magonjwa mengine yanayohusiana na mtandao au na mtindo wa maisha, usikate tamaa. Kuna mahali pa kupata ushauri na mwongozo. Tungependa kulitambulisha shirika la FOHAU tawi la Mumias linalosimamiwa na George Masai, ambalo limejikita katika kutoa elimu ya afya na matibabu. Hi, I'm Dr. Lilian Afuna. I'm a therapist. We use the machine called BM machine. It's called bioenergetic machine therapy. That machine is used for people with diabetes, arthritis, pressure, backache problems, people with leg thrombosis. Mimi naitwa Suleiman Wanzala, mtoto wa Butiti. Natoka Indoni pande ya Mumias East. Nilipoa sana, nilisikianga goti langu la kushoto lilikuanga hata siwezi kuenda taiyati. Yani sisi Waislamu tunakaanga wakati ya kuswali tunaenda taiyati. Nikienda taiyati nilikuwa nasikianga uchungu sana, na nilikuwa nimefura, nimeshinda hili lingine la right hip. Nikaenda nikapimwa kwa screening wakapata ya kwamba nipate madawa ama zozi tablets. Nikapewa hizo tablets, nikameza kwa 30 days. Kitu kilikuwa kimenivimba hapa nyuma ya goti hapa, a bruise, yani uvimbe fulani ulikuwa umevimba ndani ya goti hapa nyuma ya mguu. Nilimeza hiyo dawa kwa mwezi mmoja. Baada ya mwezi mmoja hiyo uvimbe ilikuwa bado ondoka. Nikaanza kunungunika, hao watu wanakula tu pesa yangu, kumbe hata hawezi kupona. Baada ya hapo nikaona hiyo kitu ikaanza kuisha, ikiishi kabisa, imeisha. Kwa majina naitwa George Masai, mimi ni a TCM consultant wa FOHAU, na mimi nina run branches around Western region. Nafanya kazi hapa Mumias branch, nafanya kazi Nambale branch, nafanya kazi Bungoma branch, nafanya kazi Funyula branch na branches zingine mbalimbali. Na kazi yetu kubwa hapa FOHAU ni kuhakikisha kwamba watu wanasaidika kuweza kureverse lifestyle diseases ama magonjwa ambayo yanakuja kulingana na mtindo wa maisha ambao watu tunaishi. Kwa hakika maisha ya sasa yana mambo mengi, vyakula vimebadilika, mtindo wa kuishi ni tofauti, na katika hizo mitindo zote zinasababisha madhara yake ya baadaye. Na hayo madhara hata kwa wakati mwingine watu wanajiuliza kinga kamili ama tiba kamili ya hayo madhara yatakuwa nini. Lakini tunashukuru Mungu, shirika la FOHAU limeweza kufanya research ya kutosha kuweza kupata tiba kamili ya haya magonjwa ambayo yanakuja kulingana na mtindo wa maisha ambao watu wanaishi. Tunaita haya magonjwa lifestyle diseases. Kwa kawaida, katika matibabu ya kawaida, mtu atakapopatwa na haya magonjwa atawekwa kwa clinic ya kila wakati ambayo atakuwa anaenda kupata matibabu, na huenda atameza madawa mpaka dakika ya mwisho. Lakini hapa tuna mbinu ambayo imeziduliwa na imefanyiwa utafiti wa kutosha na wanasayansi, madaktari na maprofesa. Wameweza kuja na mbinu ambayo ni ya kitamaduni ya matibabu ya Kichina, tunaita traditional Chinese medicines. Na huu mtindo umeweza kusaidia kuweza kujielewa kwanza chanzo cha magonjwa ni nini, alafu baadaye baada ya vipimo ambavyo tunavifanya hapa kuweza kujua systems na organs na the whole body parts na vile zinafanya kazi, tuna uwezo sasa wa kuweza kujua tunaanza matibabu kutokea wapi kulingana na kile ambacho kilisababisha magonjwa. Na mtu anapoanza matibabu yetu, pia sisi tuna sheria zetu na masharti ambayo ni tofauti kidogo na matibabu ya hospitali, kwa sababu huu ni mtindo mbadala wa matibabu. Mtu anapoanza haya matibabu,
sisi humruhusu kuendelea tu na matibabu ya hospitali wakati anaendelea na haya matibabu, na pia sisi humpatia restriction kwa vyakula tofauti tofauti ambavyo kwa mara mingi husababisha magonjwa. Mtu anapoanza haya matibabu pia tunatembea na yeye safari ya matibabu, na hii safari huchukua at least 90 days, siku 90 ambayo ni miezi mitatu. Tunapoanza na wewe hii safari ni ya kujenga mwili polepole ili kurudisha viungo na systems zako za mwili zirudi vile zilivyokuwa pale mwanzo kabla hii shida haijakupata.